Kusa, mambo vipi? Bwana safi, nimepata heri. Heri kabisa. Kwanza hongera kumaliza mjengo wako. Ni mjengo wa maana. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, haikuwa rahisi sababu unajua kujenga kijijini kidogo ni ngumu sana, material hayafiki, vitu havifiki, lakini niliomba Mwenyezi Mungu, nilipambana pia, nimemaliza. Na kikubwa kilichonisukuma kufanya hivyo, mimi na mama yangu tumetoka mbali sana na kafanya vitu vingi sana vikubwa, yani mno. Mama yangu kafanya biashara, kwa anauza mapombe, anafanya nini, bali sisi tuende shule. Kwa hata tangu nakuwa nilikuwa sipendi kabisa sema mbona yani nilikuwa siamini kwamba hapa ndio mwisho mama yangu kuishi. Kwa hiyo mama ni sababu kubwa mimi kujenga hii. Yeye ndio sababu kubwa ya kwanza. Tumetumia kiasi gani na muda gani tumetumia kuweza kukamilisha mjengo wa Bimkubwa? Kiasi ni kikubwa kusema kweli. Unajua yani kuleta mfuko wa simenti mmoja ukijijini ni sana kununua mifuko miwili ya simenti, na kwa kiasi ni kikubwa. Siwezi kusema ni shilingi ngapi, lakini ni kiasi kikubwa, kiasi chake kwa sisi wapambanaji ambao bado kiasi kikubwa sana. Ndio tumia nyumba nimejenga ni mwaka wa pili so miaka miwili. Ni ile kuimaliza hapa nimetumia kama miezi 4-5 hivi kumalizia. Na wakati unaanza kujenga ulimshirikisha mwenza wako? Before kabisa wakati naanza kujenga sikumshirikishaga. Before kabisa ni kati naanza kuweka msingi. Lakini baada ya msingi kupanda na fika tamu kwenye madirisha pale kamchenga ndo bana ninamjengea mama na hivi. Na alipokea kwa ukubwa, alifurahi, japo mwanzo aliona kwa nini kuniambia toka mwanzo, yani haulisi vipi au mimi ningekataa, lakini baadaye nikamuelewesha kwamba hapana bwana, nilikuwa nafanya hivyo nikusurprise kwa sababu nilikuwa na hope kwamba wewe mwenyewe utafurahia pia. Kwa alichukulia poa, kila kitu kienda salama kabisa, akani support pia, akanipusha bwana fanya hivi, fanya chap bwana, tufanye hivi haraka. Hiyo kila kitu kienda poa kabisa, nilimshirikisha. Wambea wanauliza bwana Kusa, vipi na shemeji yetu Aunti Ezekiel, miaka inakatika, ndoa lini? Bwana sisi ndio vitu vingi, lakini sisi tuko vizuri na ndoa tumeshafunga inshallah. Siku yetu tunakabidhi kama nyumba na kufunga ndoa pia. Kwa hiyo ni exclusive, ni atajua, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu hilo limepita salama. Kwa hiyo mengine nisiongelee sana, lakini nitawajuza pia, lakini sisi tuko sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Hii siku ya kumkabidhi mama nyumba imekuwa na heri nyingi. Vijana waandae suti, lolote linaweza likatokea pale Mlimani City. Yani lolote linaweza likatokea yani. Asante kwa time yako mzee. Bwana asante sana my brother, na ubarikiwe sana kaka.